Kitu cha kufurahisha zaidi, furaha imerejea tena. Yale ambayo yalionekana kuwa tishio kwa wakazi wa Dar es Salaam mpaka kuondoka walio wengi, kwa sasa imekuwa kama historia fupi iliyojengeka kwa muda mfupi. Kabla ya Disemba 9 mwaka huu, yalitangazwa maandamano ya amani katika nchi nzima, maandamano ambayo yaliitwa maandamano yasiyokuwa na kikomo, lakini ni ya amani. Serikali iliyakataza maandamano hayo, huku ikidai kwamba maandamano hayo hayajafuata sheria, japokuwa kwa mujibu wa katiba ya mwaka 1977 katiba hiyo inaruhusu kwamba maandamano ni haki kikatiba. Lakini kupitia jeshi la polisi na msemaji wake David alisema kwamba maandamano hayo hayajafuata utaratibu na hayana kibali, hivyo basi ni haramu kabisa. Na hata naye waziri wa mambo ya ndani Simba Chawene na yeye pia alikazia kwa kusema kwamba maandamano hayo si halali na hayakubaliki kutokea nchini Tanzania. Basi kufuatia matamko ya viongozi wakubwa wa serikali, iliwekwa ulinzi mkali dhidi ya yoyote yule ambaye atakayejitokeza kwa ajili ya maandamano. Kabla ya maandamano, wiki moja kabla, watu walianza kusafiri na kuondoka katika jiji la Dar es Salaam baada ya vumi kutokea kwamba maandamano yatakuwepo tena. Hofu iliyokuwa imetanda ndani ya mioyo ya watu wengi ni ile au kile kilichotokea Oktoba 29. Ni kama utani vile, au ni kama ndoto umelala usingizini unaamka sasa. Watanzania walio wengi hawakuamini kile kilichotokea hiyo siku ya uchaguzi. Watu wengi kupoteza maisha, lakini pia wengine kubaki na majeraha ya kudumu au ulemavu wa kudumu, miundombinu kuchomwa, na hata ile ya umma na binafsi yote iliweza kusambaratishwa kwa asilimia kubwa zaidi. Na majiji yaliyoathirika na tukio hilo ni miongoni mwa jiji la Dar es Salaam na mengineyo. Na hapa ninalizungumzia zaidi jiji la Dar es Salaam. Watu wengi baada ya kuvuta taswira na kumbukumbu kurejea tena, waliona huenda Disemba 9 yakatokea zaidi ya yale ambayo yalitokea, kwa sababu kwenye mitandao ya kijamii hata Mange Kimambi naye pia ndiye aliyekuwa mstari wa mbele kati ya wengi ambao waliokuwa wanahamasisha kwamba siku hiyo itakuwa ni siku ya maandamano ya amani yasiyo na kikomo. Na hata hivyo, kabla ya tamko hilo la Mange ambaye anaishi nchini Marekani, kabla ya kutokea kwa maandamano makubwa Tanzania Oktoba 29, basi bwana, naye Mange alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao walisema kwamba hiyo siku kutakuwa kuna maandamano, hakuna uchaguzi. Nguvu iliyotumika katika siku hiyo ilihatarisha uhai na maisha ya watu, wengine kupoteza maisha zaidi na kukosa makazi, wengine kuharibu biashara zao na uchumi kuweza kuporomoka kwa asilimia kubwa. Hivyo basi wakazi walio wengi wa jiji la Dar es Salaam, ambalo ndilo jiji ambalo inasemekana kuwa liliathirika zaidi na maandamano ya Oktoba 29, mataifa mbalimbali ulimwenguni yote yalipaza sauti zao na kusema kwamba kilichotokea Oktoba 29 hakikubaliki na ni jambo la kukemewa kwa nguvu kubwa kweli. Japokuwa mataifa mengi duniani yaliikosoa serikali ya Tanzania kwa jinsi ambavyo ilitumia nguvu kubwa kuweza kutuliza ghasia hiyo ambayo ilitokea katika nchi ya Tanzania. Serikali kupitia Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alisema kwamba ile nguvu iliyotumika ilikuwa ni sawa na nguvu iliyotumika kwa waandamanaji. Hivyo basi wao kama serikali wangefanyaje? Au wangewaruhusu mpaka waandamanaji waweze kufanya mapinduzi ndio ninyi watu wa nje muweze kufurahi? Au ninyi kuwatetea watu ambao walikuwa wanafanya maandamano, mnadhani kwamba mpango wenu umefeli? Au tuhisi nyinyi ndiyo chanzo cha hiki?
Hiyo ni nukuu fupi kati ya mengi ambayo aliyaongea Rais Samia. Hivyo basi kauli hiyo ikawafanya wanaharakati wengi wa ndani ya Tanzania na hata nje ya Tanzania kuongeza kasi katika kuzungumza zaidi kuhusiana na maandamano yatakayofanyika Disemba 9 kuwa ni maandamano makubwa haijawahi kutokea. Yaani yale yaliyotokea haya yanakuja kushuhudiwa mara mbili. Kama jinsi inavyosema siku zote, mji wa waoga siku zote hakunaga majeraha wala makovu. Hivyo basi Watanzania walio wengi walishia katika jiji la Dar es Salaam walianza safari ya kuanza kuondoka kuikimbia Dar es Salaam kwenda katika mikoa ambayo ili kihistoria kuna usalama na utulivu, na kupelekea stendi ya Magufuli Terminal kuwa na abiria wengi, yani kushuhudiwa kuwa na abiria wengi ambao haijawahi kutokea. Japokuwa baadhi ya maripota katika mitandao mbalimbali ya kijamii ilielezea kwamba ni kawaida sana mwisho wa mwaka wananchi wengi kutoka katika jiji la Dar es Salaam kwenda kutembelea katika mikoa mbalimbali kwa ajili ya kuweza kusalimia ndugu zao. Lakini hiyo sawa, lakini ukweli mchungu ni kwamba asilimia kubwa watu walikuwa wakikimbia na walikuwa wakiokoa roho zao. Waliona, waliokuwepo waliona, walishuhudia jinsi ambavyo makundi ya watu walivyouawa katika siku ya maandamano, na wengine kuharibia kabisa biashara zao, usafiri zao, na hata wale ambao madereva magari madogo na makubwa walishuhudia kuona mali zao zikichomwa, na hata wale walionusurika waliona ni bora vile vilivyochomwa kuliko roho zao. Hivyo basi walianza kukimbia mapema ili kuondoka kabisa Dar es Salaam. Kwa sasa inaonekana jiji la Dar es Salaam kuwa shwari kabisa. Kila asubuhi tunapoamka kuanzia ile siku ya ulinzi mkali Disemba 9 mpaka hii leo, inaonekana kabisa Dar es Salaam kuwa shwari. Hivyo simu zinaanza kuita kwa wale ambao waliondoka Dar es Salaam. Simu zinaanza kuitwa kwa ndugu, rafiki na jamaa zao. Je, kumetulia huko? Jibu ni hilo tu, kwamba kwa sasa hali ni shwari. Basi maelfu ya watu walioondoka jiji la Dar es Salaam kicheko huko waliko wameanza safari ya kurudi Dar es Salaam. Wanasema kwamba nyumbani ni nyumbani, asikwambie mtu bablai. Nyumbani ni nyumbani hata kama ni pabaya kiasi gani. Asikwambie mtu bablai. Nyumbani ni pazuri hata kama ni pabaya kiasi gani. Kwa asilimia kubwa wanarudi nyumbani wakazi wengi wa jiji la Dar es Salaam. Kuna wengine walitumia gharama kubwa kule kwenda walikokwenda, gharama kubwa za maisha, kwa sababu kuna wengine walienda katika mikoa mbalimbali ya nchi hii huku wakiwa hawana ndugu. Walienda kuishi kwenye mahoteli, guest house na roji, au wale ambao waliokosa zaidi makazi walifikia kwa wenyekiti au viongozi wa serikali za mitaa. Hivyo basi kwa asilimia kubwa sasa furaha imerejea, wanarejea nyumbani. Japokuwa kwa hivi sasa bado haijadhihirisha kwamba kweli maandamano yatakuwa yameisha kabisa, kwa sababu kuna vitu ambavyo vinaendelea kujadiliwa katika mitandao ya kijamii, na mwanzilishi wa ajenda ni Mange Kimambi anakuambia ni kweli serikali iliweza kufahuru kuweza kuhakikisha siku ya Disemba 9 inadhibiti vikali wananchi kutokuandamana kudai haki yao ya kikatiba. Hivyo basi maandamano hayo kwa kuwa yamekatishwa katika siku hiyo, basi wataandamana siku ya Christmas. Baadhi ya komenti nyingi zilimshambulia Mange na kusema kwamba haitakiwi uhamasishe siku ya Mungu, maana Christmas ni sikukuu ambayo inatokana na Mungu. Sasa sikukuu watu wamwage damu. Komenti za kumshambulia Mange zilikuwa ni nyingi, na kwa asilimia kubwa Christmas haijapewa nafasi kubwa sana na majenzi, kwa sababu na wao pia wana dini. Kuna dini ambazo zinawakemea na kuwaelekea. Kikawaida binadamu hatuwezi tukawa sawa na tukafanana mitazamo. Kuna wengine wanatazama hapa zaidi na hapa zaidi wanatazama na wanaona vizuri kweli kweli, lakini kuna wengine wanatazama katikati na hapo katikati wanaona kila kitu na wanaona vizuri kweli. Lakini kuna wale ambao wanatazama mbali zaidi,
na huko mbali zaidi ndiko wanakoona zaidi kuliko hapa karibu. Hivyo basi wale ambao walioungana na Mange kwamba wataandamana walikuwepo, na wale ambao hawakuungana walikuwepo. Hapa cha msingi ni kimoja tu, tusubirie siku hiyo tuone kitakavyokuwa. Japokuwa serikali ya Tanzania ilidhihirisha wazi kwamba imejipanga kukabiliana na yeyote atakayeanzisha vurugu au harakati za maandamano. Basi baada ya hayo maneno machache na taarifa ambayo nimekupatia, ningependa na wewe pia utoe maoni yako. Hapo chini kuna sehemu ndogo sana ambayo imeandikwa comment. Bonyeza hapo alafu utoe maoni yako kuhusiana na hiki ambacho nimekizungumza au taarifa ambazo nimekuletea katika wakati huu kufikia wewe kokote kule uliko. Lakini pia jambo lingine zuri la msingi la faida kwa wote, fanya kitu kimoja, subscribe channel hii. Ukisha subscribe channel hii utakuwa kwa kwanza kuwa unapata notification ambazo zitakuwa kukupa taarifa ya chochote ambacho kinachoendelea hapa Mapochopocho Media. Kwa hiyo cha msingi fanya hivyo, lakini kitu kingine, share video hii na wengine waweze kuiona na waweze kusikia pia, kwa sababu mpaka wewe umeweza kusikia hiki kinachoendelea katika jiji la Dar es Salaam, ni umepata bahati ya kuwa ni moja kati ya wafuasi wa Mapochopocho Media. Basi share na wengine waweze kupata nafasi hiyo. Bye bye.